Ile taarifa ambayo ni kutokea Simba Sports Club officially, kwa maana ya official ama taarifa rasmi, Simba kupitia ukurasa wa Instagram tuliona wakatoa taarifa ya kugomea mchezo wa siku ya leo tarehe 8 pale dimba la Benjamin Mkapa, ambapo kama timu mwenyeji leo ilikuwa ikikaribishwa na Young Africans dabi ya Kariakoo, mara baada ya jana sintofahamu getini ukitaka kufanya mazoezi na kukatazwa ama kugomewa kuingia katika dimba la Benjamin Mkapa. Maamuzi ya Simba yakawa ni kugomea mchezo. Kwa ile taarifa rasmi ilikuwa imeandikwa kama ifuatavyo, na nukuu: Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea katika mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17:45 kifungu ya kanuni ya ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika. Mabouncer wa Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu, wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zilirekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya husika wote wa sakata hili. Imetolewa na management ya Simba. Hiyo ndio taarifa kwa umma. Wengi pita na komenti ya Mzee Magoli ambaye yeye kauli yake wengi ndio ambao wameitolea macho, ambaye ni mjumbe wa bodi. Alisema sio mechi ya kesho tu, hatuchezi mpaka ligi, mpaka hawa wapuuzi walioshiriki kwenye huu puuzi waadhibiwe. Mambo yamekuwa ni mengi, lakini tusubiri tuone, sababu Yanga wao wanaonekana wataenda uwanjani na Simba wanaonekana hawato tinga uwanjani. Nini kitatokea? Endelea kuzidi kutufuatilia kwa ajili ya ripoti zaidi.